Mkionana hivi mnabadilishana ule uzoefu na kuona kuna fursa. Tuangalie 2026 tunaingiaje, tuweke malengo. Na baadhi ya mambo ambayo yamekuwa kitupa changamoto, vikao vya aina hii vinatusaidia kwamba sasa nadhani RC tulikuwa tunaomba tuonane na watu hawa tunapoanza mwaka 2026 mnakuwa kwenye lugha moja. Kwa sababu mimi si muumini watu mnaanza kugombana kwenye mageti, mnagombana kwenye simu, kwenye jambo ambalo mnaweza mkalifanya kama community. Kwa hiyo tuseme tuonane, na nilimwomba manager wa TRA aje. Na tu as a friend, kama tu mwana familia na community wa wafanyabiashara aje hapa tunazungumza. Ninyi kama wafanyabiashara, unajua sisi kama serikali, sehemu yetu ya ajira tunaajiri watu wafiki 900,000. Kwa sehemu kubwa ya watu wanaoingia kwenye ajira ni sekta binafsi ambayo ni. Kwa hiyo katika namna yote ile ambayo tutawajenga ninyi, tutawaprotect ninyi. Maana yake kundi kubwa la watu ambao tunahangaika nao kama vijana waende wapi, wako mikononi mwenu. Yeah, kwa hiyo konsadi hasa sisi kuonana. So karibuni. Asante. Chifu, tukupe heshima ya kuzungumza mwanzo. Hapa mimi nikikumbuka katika historia ya wazee wetu, ndio walikuwa wanakutana sana pale Kibena Club. Ndio. Na wazee wote wa mjini hapa walikuwa rahisi kukutana, na ndio maana ambao walikuwa wakifanya walikuwa wanafanya kwa umoja sana. Hizi shule za NDT wakati huo zinaanza kuanzishwa, sasa ni mazungumzo tu ambayo yalikuwa yanafanyika sehemu kama Kibena Club. Kwa wazee wetu walifanya jambo fulani kwa kutumia fursa hiyo. Ndio. Kwa na ungana na wewe mheshimiwa kwamba ni jambo jema, na sisi tukawa ni club zinatuunganisha pamoja. Ni kweli tunafahamiana hapa mjini, lakini mara nyingi kwa kufungiana mkono tu au saa ingine unapita. Kwa hiyo tutaweza kufanya chochote. Sasa sana nitamuona ndugu yangu pale ndio vizuri, nitaanza kumuonea wivu tu kwamba vitu gani wanafanyaje. Kumbe mkikaa pamoja mnaelimishana, mnapeana fursa. Inawezekana mimi kuna mtu anataka kitu fulani, najibu tu sina, lakini tulipokuwa pamoja bwana amesema na magari. Sasa kwa jamaa alikuwa anashika magari leo ya kukodi, kampigia simu kwa shamba pale nyanya. Kwa naungana kabisa na wewe, yote tunasema ni muhimu sana tukajenga utamaduni huu wa kukutana mara kwa mara ili kuondoa changamoto zetu. Na tukumbuke kwamba wana Njombe ndio sisi ndio wenyewe. Tutakuja kuacha legacy gani kama ambayo wazee wetu, kama nashukuru za Kaduma alikuwepo, walikuwa kina Mzee Makweta, walikuwa kina Mzee Mbera, walikuwa kina wengi wazee ambao walikuwepo. Ni kweli ukiangalia sasa hivi wamefanya vitu vikubwa sana, lakini angalia kizazi chetu sisi tumefanya hapa tulichofanya. Kila mtu anaishi maisha ya binafsi, yani yeye anabaki yeye mwenyewe, tunapambana. Hii haitatujenga. Lazima tuache legacy na sisi kwa vizazi vinavyokuja kama wazee wetu walivyoacha legacy zao ambazo mpaka leo zipo na zinaishi. Ni hilo tu mheshimiwa nitakusema. Bahati mbaya wenzetu wao wanatoka vioni. Amesomea kitu kinaitwa labda business administration. Hajawahi hata kubeba tunda akauze. Hajui changamoto yake. Anafika anakaa ofisini. Alafu anaanza kusema wewe kwa nani kwa tani over hii makadirio yako yanatakiwa iwe milioni 20. Haelewi hiyo biashara kwenye hiyo, anakaa tu kwenye tani over. Haelewi kwamba tani over hii ya bilioni 10 faida yake pengine hapa ni milioni 20. Kwa hiyo yeye anachukua tu maximum zile anaziweka pale, mwisho wa siku anachaji kodi. Na ndio maana unakuta kwamba sisi wengi watumishi wa Mungu ambao wafanya kazi labda wa serikali, mwisho wa siku tunapostaafu lazima turudi kwenye biashara. Ndio maana nimesema biashara ni maisha. Kwa hiyo unakuta ukistaafu ukija kwenye biashara kama mimi muuza mahindi, nikikuonyesha tu lori moja ukinunua unaenda kupata 300,000 kilifikisha Dar es Salaam. Automatic ukibeba mara moja mara mbili unakuta kisukari kimekupata, pressure, mwisho umefariki. Na ndio maana wastaafu wengi wadumu kwa sababu hawajui maisha ya biashara. Wakiwa ofisini huwa wanaamua bila kufuata utaratibu ulio sahihi. Wanaamua kwa tunasema kwa matarajio bila kujua uhalisia wenyewe. Kwa hiyo nichukue rai watumishi wa serikali, mtubebee changamoto hizi ambazo wote tumeongea kwa ujumla na wenzangu ambazo wameongea. Tunaamini zingine nyinyi hamwezi kujibu. Tunaamini zingine nitakuwa tolee majibu kamishna. Mnapoitana kwenye vile vikao mueleze zile changamoto ambazo tunakutana nazo wafanyabiashara na wale wengine ambao wanakutana kwenye sekta mbalimbali. Jamani, kwanza mimi nishukuru.
Kwa majina mimi naitwa Mwema Agrochemical and General Supply. Unajua jamani, vikao kama hivi vya mwisho wa mwaka kwanza huwa vinakuwa ni vya maana sana. Tunakutana wadau mbalimbali. Na ndio maana mimi ninasema huyu mheshimiwa mkuu wa mkoa wengi mmemshukuru na mimi naongezea. Huyu ni kiongozi. Kwanza anashirikisha. Lakini ni muwazi sana. Ni mtu amenyoka. Hatakaji kona kona. Alafu ni jasiri. Jambo hilo linatupa imani sana sisi kama mkoa. Na sisi wafanyabiashara tujiamini. Wengi mmeongea kipengele cha kujiamini. Lakini mimi nimshukuru sana meneja wetu wa TRA mkoa, dada Speciosa. Mimi nimepewa tuzo ya mlipa kodi bora. Kitendo hicho mimi kimenifariji sana. Lakini kaja na keki. Zakayo umesema ulikula. Ni sahihi. Alikula Zakayo keki pale dukani. Meneja umeileta pale, vijana wako umetuletea. Kwa kweli ilituhamasisha sana. Na keki ile na ile tuzo ya mlipa kodi bora mimi nikairusha kwenye mitandao. Watu wakanipigia simu, viongozi wakubwa ndani ya serikali, wengine wananipongeza, lakini wafanyabiashara pia walinipigia wasema, unawezaje kupata tuzo? Mbona wenzako wakija TRA watu tunakimbia? Nikasema no, usikimbie TRA. TRA mfanye kama mdau ili pia kushauri hata masuala ya kibiashara. Hiyo meneja anakupa big up. Yaani uko smart. Uko smart. Na vijana wako pale Makambako tunashirikiana, uko smart kwenye eneo la smart. Sasa kabla sijatoka kwenye eneo la TRA, mimi nitaka tuone sasa meneja, mnatusaidiaje sisi? Tanzania sasa hivi tuko karibia milioni 70. Lakini walipa kodi ni wachache. Hivyo unakuta mzigo wa kodi unamwegemea mtu mmoja. Na hichi kitu sasa ndio kinatusababisha sisi kuwa na makelele yasiyoisha. Kama milioni 70 wangekuwa wanalipa kodi at least hata milioni 20 tu. Hawafiki hata 10,000. Tusingekuwa tunahangaika na haya mambo ya makodi makubwa kukimbizana na mtu mmoja. Yaani ingekuwa imetusaidia sana. Lakini eneo jingine meneja, kwa nini hatushauri? Tumeshauri mara nyingi kwenye vikao, lakini kwa nini hii sauti haifiki mwisho? Kwa nini wabunge wanapewa misamaha ya kodi? Kwa nini? Eti anaagiza gari, mbunge anaagiza gari halina kodi. Akiagiza mkulima wa kawaida gari lina kodi. Kwa nini? Unajua vitu kama hivi vinaweka migawanyiko mikubwa katika nchi. Vinaleta sitofahamu kwa sababu yule ni kiongozi. Kwanza analipa mshahara. Halafu stili tena mnamwekea msamaha wani wako anavyoagiza vitu vyake. Halafu hicho kitu kinaumiza meneja. Muone namna ya kulifikisha sasa kwenye vikao. Kitengo cha moto hakijaitoa elimu vijijini kwa ajili ya kudhibiti moto. Kwa hiyo hapa watumishi hawajui wajibu wao. Walikuwa wanajua, tungeona hata huko wadhibiti moto sasa kwa moto kichaa. Tupo tunajadili kwa samani nilikuwa kupinga dadani. Ilikuwa ni hoja ambayo mimi sababu hiki kitengo mimi nimebobea sana hicho. Swala moto yani nimeamua kujibobesha mwenyewe. Tunazungumza moto ukitokea tukamate mtu mpige faini 300,000. Akiwa 300,000 amepoteza shilingi ngapi? Tunasema tumfunge huyu, sheria itumike kumfunga. Wakati ataenda mazingira marafiki ya vigezo ya kumfunga. Yaani atoka utatoa moto kwa mtindo gani? Nimesema mfano. Mtaka kwa mara. Si ndio hivyo? Yeye anajua huko Njombe hii misitu yote yani akifika mara moja hivi yote tu kama kule si kwao kule misitu ya asili. Ukivuta sigara hivi narusha tu. Usumbe umezoea hayo mazingira ya mdomo. Ile nyingine ni mazoea ya mkono ukivuta sigara narusha. Sasa yeye hapa narusha. Mwezi wa 10 na 11 wa 12 jua ni kali, ardhi ile kama inawaka moto hivi. Cheche kidogo moto umeanzishwa. Utaanzishwa moto hapa. Anaanzisha moto hatu mtafute mwanasheria ana kazi. Utamfunga na nzaya mtu yeye alirusha hicho kisigara. Alikuwa alafu kumwambia mimi nilirusha sigara. Hata kama sikuwa naelewa. Sasa sheria unamuonea pia hiyo sheria ile kumuonea mtu aelewi. Yeye ni wa Singida. Hii barabara ina makaa mawe, ina fursa makaa mawe tunachukua Songea. Sisi wa Njombe fursa yetu ni miti. Ndio sio makaa mawe.
Yule dereva ametoka Singida anavuta sigara, akifika huko akivuta anavuta sigara, kichungia mbona haraka kona kabla kata karusha tu. Ndani sikaungua gari. Moto umeanza. Huu moto anaenda udhibiti nani kwa yaani au kuna mpango gani anamuelezea eneo hili Njombe yetu karibu. Yaani toka pale Njombe yetu karibu. Yaani wewe mali huku ni mali yetu ni misitu nini hicho kinaweza bango. Akienda pale usianzishe moto, usirushe sigara. Akienda nasoma hivi sasa tumetupeka wenyewe shuleni. Tumemaliza madigrii, tunajua kusoma. Mbele baba vile tutasaidia si kuelezea. Tukifika kule Songea tutakuwa tumemaliza kwani? Sisi tunajawaka. Sasa tumeokoa mali, tunaanza safari. Wewe halmashauri ushuru juu, uchumi juu. Wewe TRA kwenda kusanya kwa malengo tazidisha. Utakuja kurudisha ile ruzuku vizuri huku na sisi tunazipokea. Kwa kweli haya kuja kuongea mimi sijapata kikao kama hiki ya kuongea. Wewe unaniambia mkuu nisikia raha sana. Jamii za wenzetu wanaonana sana. Wanashare ile experience. Na mkionana unavuka kiwango cha wivu cha kuona kwamba huyu asija kafahamu bisida ya biashara yako. Kwa kuna maana mkiwa wengi hivi mnaenda mbali zaidi. Lakini mnaonana, mnashare. Utana mtu anahangaika na biashara amechukua mkopo 18% kwa ajili ya kwenda kuhudumia mradi wa kilimo. Hajui kwamba kuna mahali anapata mkopo huo kwa 9%. Yeye hajui. Hajui kuna mahali anapata kwa 5% huko TIB. Hajui kuna mahali TIB watoe hizo fursa. Kwa hiyo mtu ana struggle sana, lakini yale mahangaiko kulikuwa na mahali ambapo angeweza kushare akawa ni mepesi zaidi. Kwa mimi maoni yangu, hawa wawekezaji tuendelee kupokea, waendelee kuwekeza, hata kama wananunua mashamba, wanunue mashamba wapande parachichi. Kwa sababu sisi, labda niwaambie tu kitu kimoja ili muelewe. Na nawaambia kitu kwa rekodi. Viwanda vyote mnavyojua Tanzania vya parachichi ni vya wawekezaji. Sasa kama usingekuwa wawekezaji tulikuwa tunazuia wawekezaji, parachichi tulikuwa tunazipeleka wapi? Hebu mnisikilize vizuri. Tulikuwa tunazipeleka wapi? Sasa hivi kuna mwekezaji mmoja amekuja yuko hapa. Mpaka sisi tunakwenda kudandia wataalamu wakileta toka South Africa na sisi tunawachukua. Tunawapeleka shambani kwetu. Tukisema hatuwaiti hawa, sisi tutaendelea kwa maskini wa kutupa. Mimi naomba niwaambie kitu cha ukweli. Ardhi imejaa Tanzania imeenda na wala haiishi leo. Sio kama nielewa. Sisi wenyewe kulima tumeshindwa. Kwani hivi kuna mtu anakulazimisha wewe uuze hiyo ardhi? Hebu tuone vizuri hapo. Kuna mtu anakulazimisha uuze. Sio mwenyewe. Lakini tunapouza ndio kitu ambacho wawekezaji wanapokuja wanatufungua zaidi sisi teknolojia ambazo wanazitumia na sisi tutakwenda kuziiba kwa sababu wawekezaji walio wengi ni wastaarabu wako wanaozuia usiende, lakini mfano kama mimi wawekezaji wote wanaokuja kuwekeza kwenye zao la parachichi, kampuni zote mimi wananiruhusu naenda naangalia vile vitu vizuri tunaviiba, na kwa sababu hawakatazi sisi tunataka Njombe iendelee. Kwa hiyo ninachosema mimi tukubali kukaribisha wawekezaji ili tuweze kuendelea. Tukisema tunataka tujifungie sisi kama sisi hatutatoka wala tutapiga hatua moja. Mimi naangalia kwenye mitandao wenzetu Kenya na nchi zilizoendelea, matunda yao hata yakienda sokoni na kwetu bado yanapishana kidogo. Sisi hata namna ya upimaji wa udongo, wataalamu wetu kutafsiri majibu ya udongo bado iko chini. Kampuni zenyewe hizi ambazo zinawekeza hapa zinaitwa wataalamu kutoka South Africa, wakupima tu udongo na kutafsiri vizuri zile majibu ya udongo. Sisi wakwetu bado wako chini. Sasa tunaposema tutaondoka kwenye hichi kilimo, kama wataalamu wetu elimu yao bado iko chini, bado kuna changamoto. Kwa hiyo tunachotegemea ni hao wataalamu wakulima wageni, wataalamu wanaotumia na sisi tunaongea nao ndio tuna uwezo, kwa sababu kumsafisha mtaalamu kutoka Afrika Kusini ni hela nyingi. Wenyewe wakiwaleta ndio na sisi tunawachukua tunawapeleka mashambani kwetu. Sasa hivi kuna mwekezaji mmoja alileta wataalamu wake hapa na mimi walifika shambani kwangu na ameniletea majibu kwa njia ya mtandao na kwa njia ya karatasi kabisa, kwamba unaangalia matatizo tulionayo Tanzania. Tena mimi walinipa majibu ya nchi nzima. Changamoto ambazo zinatufanya mazao yetu yapungue kwenye mashamba. Sasa singekuwa mwekezaji huyu, hayo majibu tungeyapata. Sijui kama nielewa vizuri. Kuna vitu tunaweza tukaenda navyo haraka lakini kumbe vina madhara kwetu wenyewe. Kwa hivyo kwa kweli nimshukuru sana mkuu wa mkoa. Wengi wote tumempongeza lakini kwa kweli anastahili kupongezwa. Tuache uongo. Ni mtu ambaye yeye amenyoka tu kwa ujumla. Mimi ya kwangu ni hayo tu, asante. Mimi kwa majina naitwa Imani Kaduma. Biashara yangu mimi ni ushauri kwenye masuala ya upatikanaji wa mitaji, mikopo na urasimishaji wa utunza maono au biashara zenu. La kwanza ni kuhusu uendelevu wa biashara. Kwa nini tunafanya biashara? Na hapa Njombe tuna historia ya wazee wetu waliofanya biashara
siku Mungu alipowachukua na biashara zikaisha. Kwa hiyo kazi ambayo nimekuwa nikiifanya mimi, sawa ni kitu kigumu kidogo, lakini ni kitu Mungu kwa imani zetu tunabidi tukikubali. Kwa swali ambalo napenda kuacha wote, wengine tuna nguvu bado, tunakaribia 50, lakini nikiwa na miaka 80, je, mtoto wangu au ataweza kuendeleza kile nilichokianzisha? Kwa kazi ya moja ambayo nawaalika kwenye kampuni yetu na niko tayari kwa ajili ya kutoa kwa Wananjombe ni jinsi tunavyowasaidia wafanyabiashara katika nchi nyingine kuhakikisha kwamba biashara zao hazifi wao wanapoondoka. La pili ni urasimishaji. Wengi tulianza sio rasmi, lakini ni muhimu kama tumeweza kukaa kwenye biashara kwa miaka 5, 10, 15, tukaanza kujikita kwenye kurasimisha. Tunaporasimisha pia mivutano na hii taasisi ya kusanya kodi pia inaweza ikapungua kwa kiasi kikubwa. Ingawa pia naungana na watu wanaosema kwamba tukija kwenye ofisi zenu manager msaidizi tunapona. Lakini hata mimi kuna kipindi nikiwa nikituma na wateja wangu, nikikutana na watu pale kwenye lobby nahisi kama pressure inapanda. Na kipindi pale nikamwambia mtumishi mmoja, naomba nikiwa naenda TRA naomba uniombee niwe na amani. Niwe mtulivu. Yeah. Kwa hiyo tunaporasimisha tujitahidi kuangalia namna gani tunarasimisha. Tusiishie tu pale nimepewa certificate ya incorporation na TIN yangu imesajili NSF OSHA nikajua ndo mwisho. Kuna vitu ni muhimu tukaanza kuviweka hata namna tunavyofanya kazi, ili hawa wakija na maswali ni swala kwamba sera zangu za kazi ni hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo hilo tunaweza tukaongea zaidi. Swali la tatu, point ya tatu ni umuhimu wa kuendelea kuwa wabunifu. Njombe ya miaka 20, 30, 40 iliyopita sio ya sasa. Na ulimwengu unaenda kasi. Nimefurahia kakaangu Nemes hapo amegusia swala la teknolojia. Wenzetu kweli wana teknolojia. Na sisi tukiweza kuungana, tukatengeneza chama chetu cha wafanyabiashara na wa Njombe, itatuongezea nguvu. Mimi huko nilipo ninakaa na masinga Wahindi, Wabahai, Wabohora na wenzetu wazungu wana vyama vyao. Wamekaa wanaweka ajenda zao kama hivi vyote tunavyoviongea kwamba akija mtu kufungua biashara asisumbuliwe na swala makadirio. Akiwa mtu amepigwa assessment, sijui final determination, wana mwenyekiti wao kwenye mikoa mingine wako very smart. Wanakaa kwenye kikao kama hichi, bwana fulani tumesikia amefanywa assessment na TRA. Hana karatasi hii na hii na hii, lakini anahangaika kutengeneza labda hizo au maelezo. Mwenyekiti wao anaingia kwa manager, na kwa sababu ni association au jumuiya inayotambulika, manager anaambia kweli sasa huyu akidefault mimi nakushika wewe mwenyekiti. Sawa, wenzetu wanaenda hivyo, na ndio maana utakuta kuna kipindi hapo nyuma miaka kadhaa watu wengi niseme waongozi wetu tulifungiwa biashara. Lakini wenzetu hawakufungiwa. Wao walipunguza tu kasi ya kufanya biashara. Ni kwa sababu ya kuwa na jumuiya kama hizi. Lakini hata kupata access ya waheshimiwa kama wakuu wa mkoa, viongozi kwenye serikali. Sisi wote hatuwezi kwenda kwa waziri wa kilimo. Sisi wote hatuwezi kwenda tukakaa pale ofisini kwa mkuu wa mkoa. Lakini tukiwa na jumuiya yetu ni kama alivyosema Mheshimiwa Mhema hapa, TNBC na zile jumuiya. Tunaweka hoja zetu, anakwenda nazo. Na kwa sababu ni jumuiya inayotambulika, ni rahisi zaidi kusikilizwa. Kikubwa ni kuweka sasa utaratibu kwamba yule wa chini apewe haki sawa na yule mkubwa. Mwenye eka 500 apewe sawa haki na mwenye eka 1. Hivyo. Kwa hiyo napenda unajua sisi watu wa Njombe tumeumbwa na asili ya uoga. Ni waoga. Kama hapo mwenyekiti mwanzo alizungumza kwamba hata kuja hapa tu kwanza kukutana na mkuu wa mkoa maana yake inakuwa bado pia ni changamoto. Maana bado tuna uoga. Sasa nyinyi watu wake karibu mtakapokuwa mnampa hizo mambo yetu, mwambie tu ili jambo lisiwe mara ya mwisho leo. Angalau basi liwe mara leo hapa tunaweza tuko robo pengine kati ya wale wengi ambao wako huko nje. Aendelee kutuweka karibu, lakini pia hata wenzetu hawa TRA waendelee kutuweka karibu. Mimi nitakupa mfano kidogo. Meneja, nilifunga kiwanda changu. Ili jina la Mochi Mpya lilikuja
wakati naanza kutengeneza mkaa. Meneja huyu alikuwepo wakati huo. Ilikuwa 2018 hivi kama sikosei. Lakini nilianza kwanza nilibahatika kujifunza mahali huko kwenye nchi za wenzetu namna ya kutengeneza mkaa mbadala, lakini nikaja hapa nikafanya tafiti. Miti inayotumika kuchoma mkaa ni mingi sana kuliko inayopandwa. Nikaja nikasema miaka 15 kutakuwa na miti. Hapana. Ngoja mimi nibuni kitu ambacho kitafanya watu wasikate nini? Wasikate miti. Mimi natengeneza mkaa mbadala. Lakini kwa sababu watu hawana hiyo elimu, maana mimi nataka nitumie nguvu kwanza kuwaelimisha. Kwa hiyo nikatenga budget kama milioni 30. Budget ya mfukoni. Ili nitoe elimu, yani milioni 30 naenda kutengeneza majiko, naenda kumpa mtu bwana, jiko hili hapa. Tumiaga mkaa huu. Jiko hili ni bure. Jiko la ni 30. Nampa jiko bure. Alafu mimi nimeletea nini? Nimeletea mkaa. Na muelimisha namna mkaa unavyotengenezwa. Kupata tu kibali cha kutengeneza ule mkaa ilikuwa ni 2. Lakini nikiwa huku natoa elimu ya namna, yani najitolea mfukoni, natoa elimu ya namna watu kutunza mazingira na mkaa. Ofisi yako iko Mgongoni. Nataka kodi wewe unafanya biashara. Yaani mimi sifanye biashara, tunaweka gari. Nakumbuka nilikuja ambao mama, sasa mimi nafanyaje? Mbona sasa sina, yani natoa hela mfukoni, napeleka huko. Kwenda kama nitoa nyingine mfukoni tena nikalipa na kodi tena gari sizalishi. Basi niachie muda hata mwaka mmoja kwanza nijenge uwezo. Alafu ili nije sasa niwe mlipa kodi mzuri kwenye hichi ninachokifanya. Lakini sikuelewa. Nikija kwa mama hapa kwa sababu angalau yuko pale nafasi ya juu kidogo na kwa majibu mazuri na faraja ya kutosha. Wanaopewa maelekezo huko chini ya kunisaidia. Alo ni Simba huku swala. Nikaona bana isiwe kesi. Cha kufanya nini? Kuacha kiwanda. Ni kufunga kiwanda, achana nacho. Mashine ziko zinaoza pale mpaka leo. Zimeshaoza, ninunua mashine milioni 30. Ziko pale zinaoza. Kwa sababu tayari nikuta hiki ninachopewa hapa ni msalaba mzito na sitengenezi faida yote. Nikaamua nifunge. Lakini kwa nini nimezungumza hivyo? Nimezungumza kwa sababu inawezekana kuna watu kama mimi wengine huko pembeni, huko nje wanahitaji kufungua viwanda. Anapogusa swala la TRA anaona kama hapa tayari nimegusa kitu kingine. Kwa mimi niombe muendelee kuwa karibu na sisi na kutuelimisha, hasa wale wanaokuja kwetu field, wale vijana wenu wanaokuja wale. Basi wawe familia. Yaani anapokuja hivi, siku hizi afadhali mimi wakati ule nilishindwa kabisa. Sasa hizi kidogo unaona anapokuja hata jino unaliona kidogo, unajua huyu anamwanya huyu. Unaona kabisa. Anazungumza karuka angalau nzuri kidogo, lakini hivyo tunaendelea. Pale nyuma ilikuwa ni hatari sana. Nikaona bora hata hicho kiwanda nikafunga madebe huko hapa. Bwana mimi ni kiwanda nataka niweke hapa. Nimeweka hapa. Sasa mbadala yake nini? Akasema ndugu yangu cha kufanya hapa limaga maparachichi. Ndio kanifundisha kulima maparachichi. Nikafunda kiwanda nikaanza kulima maparachichi. Kwa mimi niombe hivi mimi nilikuwa nataka kufungua kiwanda. Lakini kuna vitu bado tutaenda pombe, lakini naona kuna vitu bado vinaleta shida. Inawezekana kuona wathubutu wengi wako miongoni mwetu. Lakini kuna baadhi ya taasisi za serikali zinafunga minyororo, yani zinakatisha tamaa kabisa, unataka kurudi nyuma. Nyinyi wataalamu, tuachane na wabunge. Tunadanganyana tu. Nyinyi wataalamu, hebu muangalie namna gani mnaweza kumsaidia huyu Mtanzania akawa kwamba anafurahia kwenda kulipa kodi kama anavyofurahi kulipa halmashauri. Uliza swali. Lengo ni kuijenga nchi. Kama hili lori likienda Dar es Salaam njiani tu natumia shilingi 100 nafika Dar es Salaam, na likirudi natumia 100 kwa ajili ya kutoandika risiti vizuri. Kwa nini serikali sije na mfumo kwamba bwana Msigwa ukishakuwa umepakia pale mzigo wa milioni 2.5, tunahitaji 1% nenda TRA au 2% nenda TRA pale kalipe, wewe njiani ni kuonyesha listi yako tu mpaka unafika Dar es Salaam. Kwa nini? Sasa hivi vitu mimi nimeishia la 7, lakini maisha yangu yote nimekuwa dereva toka nilivyomaliza shule ya msingi. Baadaye bahati nzuri nikapata kamtaji kidogo, lakini naona kwamba wataalamu kama wenzangu walivyosema, hebu tusogee jirani na wananchi wanaofanya biashara ili tujaribu kushauri, kwa sababu lengo ni kulijenga taifa. Sisi tunakaa kama mwamvuli ketu baraza la biashara, lakini pia sio wote ambao wamekuwa active kwenye kuingia. Sasa tukiwa na vitu vya aina hii, maana yake ni kwamba tunaonana, tunazungumza, tunashana, mnabeba taswira alikuwa. Mnabeba taswira. Mimi nikiona hapa wengi hapa sasa tukianza kujenga watu kwenye mtazamo huu mkubwa, tutatengeneza jamii nzuri. Ni kazi kujenga watu.
Ndio mkaona hiyo gap leo ya marehemu Mengi. Alibeba mwamvuli wa sekta binafsi ya Tanzania. Na akitokea hivi najua huyo ni msemaji wa sekta binafsi. Kwa sababu tulikuwa naye hatukuona ule umuhimu. Ng'ombe huwa anaona thamani ya mke wake unapopatikana. Kwa hiyo unaona ile sura ya sekta binafsi ya nchi. Kila marehemu alimufuruku. Na kwa mbeba hiyo sura ya sekta binafsi ya Tanzania. Najua wapo, tunao wengi sasa. Wapo kina Baroza yani Mpunga. Wanafanya. Sasa tuwazalishe wengi, tuwatengeneze wengi. Tuwatengeneze wengi. Ambao angalau ni alama kwamba ukisema mkoa wa Njombe alama ya sekta binafsi unaiona. Na ndio maana muda mwingi pia nimekuwa nikimwengage Chief Mbela. Ndio naibu Njombe. Kutana na watu mnafahamiana. Ndio hizi klabu ambazo sio za rasmi hizi zinakuwa na mchango mkubwa. Kuliko ambazo mnakuja ya ajenda ya kwanza bwana ulikosea jina umeandika Mbela badala Mbela. Ukurasa unaofuata sasa hela itafuta kwa formula hiyo. Kwa hiyo ni mnaangalia. Nilikuwa naongea na kina Nemes na kina Kamadebe. Vitu kama mwakani. Wafanya biashara wetu wataka waende wapi? Tunataka labda watu waende Ujerumani kwenye mikutano yale majukwaa ya food and logistics kuangalia kinachotokea kule China, kuangalia teknolojia tofauti tulizonazo. Sasa vitu mnakaa mnashare. Sasa mkishare mnasema okay, ni wangapi tuwe tukaenda, ni wangapi tuombe benki tulizonazo leo zifacilitate. Lakini tunaanza kwa kuzungumza. Kwa hiyo nikasema to build up hiyo culture.